Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya wanachuoni wa Kiislamu wakasema masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko hata masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sisi tunafahamu ubora wa mwezi wa Ramadhan, tunafahamu fadhila za ibada zinazopatikana ndani ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini kutokana na aya tuliyoisoma na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wanachuoni wakasema masiku haya 10 yana ubora zaidi ya masiku yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuonyesha uzito wa mwezi mtukufu unaotujia mbele yetu, nao ni mwezi wa Dhulhijja na yale masiku 10 ambayo yapo mbele yetu. Ndugu zangu, wanachuoni wengi wakasema vile vile kwamba mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni bora kuliko usiku wa masiku 10 ya Dhulhijja, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhan usiku wake unapatikana Lailatul Qadr. Kwa hiyo Lailatul Qadr ni bora, hakuna usiku unaweza kufikia fadla za Lailatul Qadr. Kwa hiyo wakaja na hoja kwamba sawa, mwezi wa Ramadhani usiku wake ni bora kuliko mchana wa masiku 10 ya Dhulhijja, kwa sababu ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja inapatikana yaumu Arafa, siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, siku ambayo wale hawakwenda kuhiji wanafunga kuungana nao waliosimama katika viwanja vya Arafa. Hii inafanya mchana wa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kuwa ni bora kuliko mchana wa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ndugu zangu Waislamu ni ijtihadati za wanachuoni wa Kiislamu, lakini lengo uweze kuelewa kwamba tunakabiliana na masiku matukufu ambayo tunatakiwa tuweke nia ya jinsi ya kuyatumia masiku hayo matukufu na kuvuna yale ambayo yanapatikana ndani.